بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1446 katika darsa ya risala Aqidat al-Imam للمجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. لتفسير قول المصنف رحمه الله akiendelea kueleza itikadi anayoitakidi yeye ambayo ndio itikadi ya firqatu najia, ya pote lililokufa, taifatu mansura, pote lililonusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. فأهل السنة katika mlango wa makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala wapo baina makundi mawili potofu, المرجئة والوعيدية. ناني المرجئة ناني الوعيدية؟ هاي إن شاء الله تعالى لتيلزها. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه مسألة الكفر والإيمان. هاي مسألة أنا أزومزي هذا يفهماننا كفر والإيمان لأصحاب الكبائر من أهل الإيمان. ووالي wanaofanya madhambi makubwa katika waumini, je, hukumu yao nini? Man hasala minhu kabira duna ash-shirk, ile ambaye litapatikana kwake dhambi katika madhambi makubwa ambayo ni chini ya ushirikina, bimaana haijafikia ile dhambi kuwa ni shirki, kazina, kama uzinifu, السرقة ويبا ويزي وشرب الخمر نكون وليفي وتمي وليفي وغير ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك. na mengineyo katika madhambi ambayo yapo chini ya shirki. Hukumu yake nini? Hapa wametofautiana أهل السنة لما كون لكتوف المرجئة الوعيدية. الوعيدية هم الخوارج، هو الخوارج والذي كان فيها الوعيدية، فإليس قليل وميتوا الوعيدية. الخوارج كفروه. أما قتل خوارج wao kauli yao katika dhambi, katika madhambi makubwa anayoifanya Muislamu, kwa wao atatoka katika Uislamu, bimaana watamuita kafiri, ashatoka katika Uislamu kwao. وقالوا وكسم خوارج يخرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، atatoka katika Uislamu aingie katika ukafiri, bimaana akiiba kafiri, akizini kafiri, akinywa pombe kafiri. ويستدلون بآيات من القرآن، kisha wana dalili wanazotumia katika Qur'an katika kumkufurisha yule aliyefanya dhambi katika madhambi makubwa ambayo haijafikia shirki.
آيات متشابهات لا يردونها إلى الآيات المحكمة. ni aya zinazokanganya, bimaana haziko wazi, hawazirudishi katika zile aya ambazo ziko wazi. Sote tufahamu kwa katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha hii Qur'an sema minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Aya ambazo ni muhkama ni zile ambazo maana yake yako wazi, yaeleweka, na kuna aya ambazo ni mutashabihat ambazo maana yake haidhihiriki mpaka uzirejeshe katika hizi almuhkamat ambazo ziko wazi. Ukizirejesha huku basi zitaeleweka na kuwa wazi, na huu ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, utafanya nini ewe Muislamu? Utachukua hizi aya uzirejeshe huku ili uelewe sawa sawa, ama utamkia kule kule ili kuleta balbala katika safu ya Uislamu? Kwa wakatoa hizi aya ambazo ni mutashabihat. Kwa kiufupi wana shubuhat ambazo zitegemea wao katika kuwakufurisha Waislamu wanaofanya dhambi katika madhambi makubwa. مثل قوله كمفان وقوليات الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هي آية ظاهريات من يكون معاصي الله نمتمي واكيه بس هو جزاياك الموت وجهنم أتكاهم مليلي. سمعونا في آية سمعني ومن يعص الله فإن معصية يوتك يفاني وكاملين أن يموت وجهنم. Kwa wakachukua bila kuirejesha kuwa hapa kinachokusudiwa ni madhambi gani, ni maasi yapi haya. Istadallu bihadha ala anna kulla man 'asa Allah fahuwa fi nar jahannam khalidan fiha abada wa annahu kafir. Khawarij wao wakatoa dalili ya hii aya, istadilli na hii aya kwa kila anayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala basi yake yeye ni moto wa jahannam, atakaa humo milele, kwa hivyo ni kafiri. Fayukaffiruna as-sariqa waz-zani wa shariba al-khamri, kwa hivyo wamkufurisha mwizi, kafiri, mzinifu kafiri, mnywaji ulevi pombe kafiri. Kullu murtakibi kabiratin yukaffiruna, kila mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa wamkufurisha na kumtoa katika Uislamu. Yukaffirunahu wa yukhrijunahu min al-islam wa yukhallidunahu fi an-nar idha mata wa lam yatub. Nasema huyu atakaa milele motoni akifa bila ya kutubia, yukaa milele ndani ya moto wa jahannam. Na Khawarij hukufurisha kwa madhambi makubwa, bali wakati mwingine hukufurisha mpaka kwa jema analofanya mtu. Mtu anaweza kufanya jambo zuri, khariji akamwita kafiri. Unajua hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akigawanya ngawira za ghazwa Hunain, na yeye ndiye kiongozi wa Uislamu, akaona kuwa ni katika hikma kwa yeye kuwapa wale almuallafatu qulubuhum, wale ambao ndio karibuni wameingia katika Uislamu, ili kuwapendezea Uislamu akawa yuwapa zaidi, sababu ni dunia si chochote, kwa akawa awapendelea zaidi kuwapa ili kuwabakisha katika Uislamu kwa hikma. Kwa kweli hili jambo ni jambo zuri, lina makosa yote ndani yake, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaacha wale ambao imani zao zina nguvu, pengine asimpe Abu Bakar wala Umar katika watu wake wa karibu, hawape wengine kwa ajili ya kuwavutia katika Uislamu kwa hikma kubwa sana. Akatoka Dhul Khuwaisira ambaye ndio babu yao hawa Khawarij, mbele ya watu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad fa inna hadhihi qisma ma urida biha wajhu Allah.
fanya uadilifu Muhammad. Yofanya jema na pia hili halikubali, afanya jema pia halikubali. Mgao huu unaogawa huu wewe kuugawa kwa ikhlas. Aambiwa maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah. Mtume sallallahu anamwambia waihak man ya'dil illa a'dil, ni nani atakuwa mwadilifu ikiwa mimi sitakuwa mwadilifu? Sasa khawarij waweza kukufurisha mtu hata kwa jambo jema, kwa jambo zuri analifanya, wala usishangae katika itakuja dhambi katika madhambi makubwa. Na makhawarij au khawarij ni ashabu dunya. Pamoja na hivi mnavyoona kwa ujifanya wao wataka fujo na nini na kuwa wao kwa mstari wa mbele, lakini ni watu wanaopenda dunia. Na hili wameligundua tangu huko salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi. Alipoulizwa al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ma taqulu fi al-haruriyyah au fi al-khawarij, wewe wasemaje kuhusu khawarij? Qala hum ashabu dunya, sema hawa ni watu wanaotaka dunia. Yule bwana akamwambia, mtu aingia katikati ya mapanga na mikuki bila ya kujali, auza nafsi yake kwa ajili ya Allah, vipi ataka dunia huyo? Asema akhbirni anil imami, hebu nipe habari kuhusu kiongozi. Hal yamna'uka min as-salati wal hajj wal umrah, akamtajia ibada. Yule kiongozi akukataza usifanye hizi ibada? Qala la. Yule bwana akasema la, hakatazi. Anayetaka kuswali waswali kwa jamaa, anayetaka kufunga, anayetaka kuhiji, hakuna kitu akataza. Basi ni kipi kilichomfanya atoke nje ya taa yule kiongozi? Naona ni kwa sababu amekunyima dunia. Na leo nyinyi angalieni makini, yoyote mwenye fikra za kikhawarij ukimchunguza utamkuta kuwa sema nini, hawa kazi yao kula wao tu. Hii ndio fikra yao, wao wala wao tu na sisi. Hizi ndio fikra za khawarij, ni watu wanaotaka dunia si akhira. Na ndio maana walipomuua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda, kitu cha kwanza kabisa walichokivamia nini? Baitul Mal. Wakawa waambizana na wao kwa wao, Baitul Mal, Baitul Mal sije mkatanguliwa na mtu. Wakaenda wakamvamia yule aliyewekwa pale kuchunga mali ya waumini, akawa yuwakimbia huku yuwasema inma yuriduna ad-dunya. Hawa jamaa walikuwa wataka dunia, lakini ujidhihirisha kuwa wao wataka akhira, lakini watu wataka dunia. Hawa khawarij. Alafu ni juhala. Katika sifa za khawarij ni watu wajinga. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sufahau al-ahlam, hudathau al-asnan, sufahau al-ahlam, ni vijana wadogo wadogo wapumbavu wa akili. Hawa khawarij ni watu ambao akili zao ndogo, majahil. Na wewe tizama utakuta ule ujinga ulioko baina yao, sababu ni watu hawajishughulishi na ilmu. Kuna ujinga mwingi sana baina yao. Kuna sifa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja, na wengi katika watu mara nyingi wauliza maswali, utawasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika sifa yao ni kunyoa kipara. La, hawa waliokusudiwa ni khawarij wale wa wakati ule waliotoka nje ya taa ya Ali bin Abi Talib, walikuwa wakifanya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatajia ili wasikosee, wajue ni wao. Kwa leo mtu anaweza kusema, lakini mbona wale khawarij waweka mijinywele mirefu mirefu? Simshaona wakiweka minywele hivi, mbona wale waweka nywele ndefu alafu ni khawarij? Wale wanywaji vipara ni wale wakati ule ambao Mtume sallam aliwakusudia wale haswa, akawaonya masahaba kwa sababu alijua watakutana na wao. Na ndio maana masahaba wakaona katika alama zao wale alizozitaja Mtume sallam ni kunyoa vipara, kunyoa kipara. Lakini sasa hivi huwezi kusema sasa hivi kuwa fulana nyoa kipara wewe khariji. La, ilikuwa ni wakati ule, wale waliotoka wakati ule ndio Mtume sallam alizidi kuwapambanua zaidi kwa masahaba ili wasichanganyikiwe na wao.
kwa hakuna neno mtu kunywa kipara ina shida yote maadamu itikadi yake ni safi tu. Na haya anayozungumza ni baadhi ya zile sifa za khawarij. Kilabun nar, Mtume sana msema ni mbwa wa motoni. Na jambo la ajabu la khawarij, pamoja na kujifanya wana hamasa nyingi katika dini na ghuluu katika dini, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullama kharaja qarnun qut'a, kullama kharaja qarnun qut'a 20 mara, taja mara 20 katika hadithi moja. Na hakuna pote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitahadharisha kwa jina lake isipokuwa pote la khawarij, kwa hatari yao na uovu waliokuwa nao. Na leo waislamu katika huu ulimwengu tabu kubwa wanaoipata yatokamana na khawarij, ikhwanul muslimin na wengineo katika makundi yao, katika watu walioshika bendera ya ukhawarij leo. Ikhwanul muslimin wajiita Muslim Brotherhood, na wale wanaochipuka kutokamana na wao. Angalia nchi yoyote ukiiona kuna tabu, hakuna amani, utawakuta hawa watu wako. Sasa la ajabu naomba ni hivi, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja hatta yakhruja akhiruhum ma'a ad-dajjal, au kama qala, mpaka wa mwisho watatoka katika jeshi la Dajjal. Waweza kuamini hao watu ambao wajifanya wana hamasa katika dini na ghuluu waliokuwa nayo, mwisho wa katika safu ya jeshi la Dajjal? Sasa mimi nitaka kuambia hapa, sasa hivi sisi tuishi sasa. Kwani niwaulizeni, hakukuzuka katika miaka michache iliyopita kundi laitwa Daesh? Mnakumbuka Daulatul Islam, jiita hivyo, wakawa na khalifa wao mwita Abu Bakar al-Baghdadi. Hawakuwepo? Sijui walikuwepo. Na waulizeni swali, sasa hivi ndugu zetu wadhulumiwa, wauawa Gaza, wako wapi? Ushajiuliza swali? Wako wapi Daesh walikuwa wakitia kisunzi nchi za Kiislamu, wakivamia nchi baada ya nyingine? Na waulizeni swali, Al-Qaeda wako wapi sahi? Wako wapi? Ama muelewi? Haya makundi yote ya kigaidi mnaoyajua nyinyi katika ulimwengu wetu, yako wapi leo kuwasaidia wale ndugu zetu, ikiwa ni wakweli kwa wao wataka jihad fi sabilillah? Yako wapi? Si wana silaha? Wakitaka sasa hivi hapa msikitini kutulepua hapa, walepua mara moja. Takuja na mabomu hapa, Allahu Akbar, hawaue nyote. Unaenda peponi sasa hivi hapa, uwe watu wote msikitini. Hajali mtu yu swali wa rukuu wa sujudu, hajali tena. Aweza kukongojea waswali pale wasujudu pale ndio yakuua, hajui kupa husnul khatima. Wa wapi? Na waulizeni hili swali, na kila muislamu ajiulize hili swali, wako wapi? Sasa ndo nawajilia na jawabu katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa mwisho atatoka katika jeshi la nani? La Dajjal. Wallahi sina shaka kuwa makundi yote gaidi haya nyuma yao wako kufaru, sina shaka nyuma yao wako nchi kubwa za kikafiri. Wa illa silaha watu wapi? Waishi vipi hao watu? Silaha zao wazitoa wapi wakati silaha zatengenezwa na nchi za kikafiri? Hawa wanaosema wako wapi? Ndugu zetu wa Gaza wahitajia kule, wako wapi? Kama ni wakweli, hili swali jiulize. Wakati kupendua serikali za nchi za Kiislamu walikuwepo, Libya walikuwepo, Suria walikuwepo, Iraq walikuwepo, na hizi nchi zote hizi ziko karibu na Palestina, si ziko mbali. Wako wapi? Na khalifa wao yule Mzayyaf yu wapi? Ili swali jiulize, utajua kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watakuja kutoka katika safu ya Dajjal. Ndio hivyo hivyo, hakuna nchi yoyote ya Kiislamu isipokuwa wataitia kisunzi. Khawarij watu waovu sana, watu wabaya kabisa, wavunjifu wa amani. Kisha subhanallah, na kufar wawatumia hawa watu kwa kila njia
ile picha ya Uislamu yatolewa katika watu hao waovu, makatili, waua, kazi yao kuua, kupiga mabomu, sio kufanya nini, watu ambao hawahusiki. Wakishafanya hivyo utaona katika kila habari kila chombo cha habari yazungumzwa wanamgambo wa Kiislamu wamefanya, maana mgambo sio tu kuna nani na mgambo wake tena gombo zao huko. Hii tabu gani? Nigeria kule wana kundi laitwa Boko Haramu, laitwa Boko Haramu, sio wamekula boko huko kaitwa Boko Haramu, wajua wenyewe sio maanisha nini, wana maana yao. Ukija katika nchi, hakuna nchi isipokuwa watatumiwa katika za'za'atul amn, mpaka wale watu wakai pale hawana amani. Nani yuko nyuma yao? Kama ni wa kweli waende Gaza tuwaone. Allahu akbar, wengine kwa al-maut li Amerika, tuwafa wa Yemen tu huko, wengine al-maut li Yahudi, msikiti ndio walipuliwa. Jamaa wa walinda mpaka leo. Vita viendelea leo, au ndugu zetu wadhulumiwa leo. Si vita maana vile, ni kudhulumiwa tu. Kwenda mwaka wa pili hatuwaoni. Mko wapi jamaa? Mko wapi? Mkitaka kuharibu nchi fulani, sijui wafanya vipi. Kwani Daesh hakuna vijana ambao walitoka nchi mbalimbali wakaenda Suria, wakaenda wakajoin kama wanavyosema Daesh, si walitokea? Wa wapi leo? Na waulizeni wako wapi? Haturudi hapo. Ukijua jawabu lake utajua maneno ya Mtume SAW kuwa mwisho atatoka pamoja na nani? Na Dajjal. Ni hao sasa hivi wafanyia kazi hao, wafanyia kazi kufar. Wallahu almusta'an, alayhim min Allah ma yastahiqun. Wameharibu sana nchi za Kiislamu. Sallallahu alayhi wasallam. Qala hadha madhhabu alwa'idiyya, haya ndio madhehebu ya alwa'idiyya, watu wa kufuata aya za makamio peke yake. Limadha summu bilwa'idiyya? Kwa nini wameitwa alwa'idiyya? Liannahum akhadhu biayati alwa'idi wa taraku ayati alwa'di allati fiha wa'du Allah bilmaghfirati wattauba. Kwa sababu wao walichukua zile aya za makamio peke yake, aya za moto, aya za adhabu, hizo peke yake, wakawacha zile aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala awaahidi khairi waja wake, maghfira, wakitubia kwake atawasamehe. Hizi hawazitaki. مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيه هويتاكي كو الله هسميه ذنب ambao ni chini ya shirki kwa yule anayemtaka. إيه هويتاكي. فالله أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya atuambia kuwa hamsamehe mshirikina anayemshirikisha yeye na shirki kubwa, wa annahu yaghfiru ma duna ash-shirki, na hii ikiwa hatutubia kabla ya kufa. Lakini dhambi ambayo ni chini ya shirki, hata akifanana mtu huenda akamsamehe. Wa yadkhulu fi dhalika jami'u al-ma'asi, na yaingia ndani yake maasi yote. Hadha wa'dun min Allah jalla wa ala, hii ni ahadi njema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao, wakawacha. Na ndio maana hata huku kwetu utawasikia wakiwakatisha watu tamaa kutokana na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Utasikia wewe wataka kuingia peponi kwa kuswali swali tu, ama mjawasikia wakisema hivyo? Waswali tu Allahu akbar uingie peponi, wewe wazimwe. Kisha kwambia wafa kwenye hospitali uende peponi. Utasikia wakisema maneno kama haya, yani wakatisha watu tamaa, wakati Allah subhanahu wa ta'ala hilo jambo la swala alizungumzia katika umuhimu wake. Kwa mfano ukisoma suratul mu'minun mwanzo, sifa ya kwanza ya waumini, qad aflaha almu'minun. Sifa ya kwanza nini? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kitu cha kwanza kabisa ni jambo la swala. Kisha kabla ya kumalizia, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, akawasifu tena kuchunga swala zao. Kisha akasema ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun.
akataja kuwa hawa ndio watakaorithi jannatul firdaus, ambao ndio janna ya juu kabisa. Wakati wamsikia mtu alina fikra za kikhawarij akwambia wataka kuingia peponi kwa kuswali swali. Nani aliyesema watu hawaingii peponi kwa kuswali na kufunga funga? Huko kufunga pia wataitwa kwenye mlango uitwa Rayyan. Wewe hujaisikia hadithi? Wataitwa huko na wameambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Na somo ni katika subra, lakini wakakatisha watu tamaa. Kwambia vipi bwana, mpaka ukatwe kichwa? Kuna mmoja alikuwa akisema au wasubiri feni ianguke kukate kichwa. Wewe uliona wapi feni ya mkata mtu kichwa? Hii mmejizuka kweli kweli ni khawarij. Ukiwa khariji wa mzuka tu, eti waswali watamani ile feni ianguke ikate kichwa tuende peponi. Nani atamani feni ianguke ikate kichwa? Vichwa vyenu vibovu nyinyi. Hao ni khawarij. Wapo wengi tu, mtu anaweza kusema wapo wengi sana. Wapo wengi sana, na wengi katika watu wa demokrasia makhawarij tu wao. Wengi utaona kazi yao wakikaa kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni kukashifu tu, na alafu wana dhiki. Hao watu waishi na dhiki sana. Kazi yake yeye ni kukashifu tu, akashifu kiongozi huyu, akashifu kiongozi huyu, akashifu tu. Hata yule kiongozi akifanya khairi pia mkashifu. Wewe angalia katika ukhawarij walikuwa nao hawa jamaa, nchi kama Saudia haimuhusu. Hakuna aliyesema kuwa ni nchi imekamilika, haimuhusu. Lakini wale mabwana wajaribu kila namna. Mfano mimi na wewe twenda kule kwa ajili ya haji na umra, angalia vile wanavyowekea watu mazingira mazuri ya kufanya ibada zao, lakini haya yote hawayaoni. Wao watafuta mahali tu wadunge, mbona kuna hii, mbona kuna hii. Wewe kwako nyumbani washindwa kupeleka nyumba yako. Wallahu almusta'an. Hao ni khawarij, kundi la kwanza ile tumeliongea hapa. Na vijana yatakana mchunge sana na watu hao, chungeni sana. Kuna mmoja alikuwa akiwaambia watu mara nyingi, akikaa akiwahutubia wale wenzake, na si khutba, na hotuba zake zile, akiwaambia washindwa bwana wewe, hamasa, washindwa kwenda pale feri bwana, ukavaa bomu ukapiga moja hivi utaua makafiri sijui wangapi. Sasa yule kijana kikaa fikira, kweli mbona haendi yeye hata kipepo? Kwani wewe mzuka kiasi gani? Mtu akikwambia hivi simwambie na wewe utaki pepo wewe? Wajua wale mabwana vile wanavyofanya vijana wajinga. Eti komanda yule aweza kuja kwa wale vijana akawaangalia, akamnyosha mmoja, wewe mimi nimekuota wewe uko kwenye pepo na hurul ain 70 ushawapata. Vipi? Nimekuota wewe ushafika huko, kwa wewe ndio uliochaguliwa, the chosen one. Basi yule jamaa kwa ujinga wake, mimi haya vaa, yavalishwa midude yale, yazungushwa, kisha wagana, salamu alaykum maw'iduna aljanna, tutakutana peponi. Yeye hataki kwenda, ankufuata wewe. Wajua wajiita majina gani? Abu Darda, Abu Ubaida, wajiita majina makubwa yale walikuwa nao masahaba, wajiita hivyo. Sasa yuaje Abu Ubaida, hajulikani jina huyo. Hata wewe unayekuja pale umjui jina. Sasa mambo yao. Abu Ubaida akwambia wewe ni katika watu wa peponi wewe. Mwambie Abu Ubaida, na wewe uendi? Nda peke yangu. Mbona na wewe uendi wewe? Utaki kwenda? Wewe una sokoni huko. Aende yeye kama unataka kwenda. Akwambie vipi wewe, na wewe wavaa wenda kujiua kule. Yeye bado yaishi, ana mke, ana watoto, ana senti za leto kutoka kule anakojua yeye. Wewe hujui chochote. Wewe hujui. Afala taqilun ya ma'shar ash-shabab? Hamna akili jamani, akili ndogo. Nakumbuka nyuma huko walikuwa wakitengeneza clip za kuwavutia vijana katika kwenda katika mambo yao ya ukhawarij. Kuna clip moja mimi niliwahi
kuiona. Mmoja sifu, angalia vijana 20 watoka Saudia. Wale vijana wote wampelekwa kwenye mission ya suicide bombing. Mmoja huyu akajilipua kule, wakajilipua mmoja. Sasa wametengeza kama film yao, eti hawa vijana wamejitolea. Sasa namwambia hivi, wallahi nakumbuka sasa nikimwambia wewe katika upumbavu wako, hizi roho za watu 20 zimekwenda kurushwa bure, balashi bure. Waonaje hawa watoto kwa hamasa walizokuwa nazo wangehifadhi Qur'an, wakaisoma dini yao, kisha kila mmoja akapelekwa mahali aende akafanye da'wa, ingelikuwa ni nusra kwa Uislamu kiasi gani? Wamekuja wakauawa wote, na wale waliowapokea bado wako. Wao hatakwenda peponi, hawana haraka wao, hakuna wasari'u. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, wao hawana. Wao wale wakubwa wale, mwambie wewe nenda wewe, mimi bado hapa. Wajua tukiondoka sisi mwanzo, we muongo, una ajenda zako, wachezea watoto wa watu. Na wamekwenda vijana wengi sana, na mahizbi hawatuwaambia haya maneno, unaelewa? Sababu waogopa. Sisi twajua kuwa haya maneno tukiyasema maisha yetu yako hatarini, twajua hivyo. Lakini wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Wacha kwa bomu, sindano tu kidungwa hivi, kifika siku yako utaondoka duniani. Lakini kama unjaaliwa kuwa wana khawarij, wewe ushafaulu. Mtume sallallahu alaihi wasallam si ameyataja hayo? Wabora wa shuhada ni wale waliouawa na khawarij. Ali bin Abi Talib alikuwa akiwaambia jeshi lake, lau kama mngelikuwa mwajua kile alichowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo yake, mungeegemea huko mkasema sisi tushafika peponi hata tusifanye chochote. Ajiri kubwa aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale wanaowapiga vita wa khawarij. Hizbiyun, utakwenda kwenye madarasa ya mahizbi, maisha yako hutoonywa dhidi ya khawarij. Kwa haya maneno nawaambia ni wazi, nenda wewe, utakwenda wewe, kama wewe ni khurafi utabakia na ukhurafi wako, kama wewe ni hizbi utabakia na uhizbi wako wa maisha yako, kama ni khariji utabakia hivyo. Kila mmoja na dhehebu lake potofu, atakwenda kwao wale mpaka afe, hawache dhehebu lake potofu, sababu haambiwi kwa haya makosa. Kwa ushahidi wa kuwa tumewaona baadhi ya vijana ambao walikuwa na hawa hizbiyun, kisha wakatoweka ghafla, wakaenda kwenye makundi haramia kama haya, ukaenda wakauawa kule. Mbona wankwenda walikuwa na fulani, si wakihudhuria pale? Hakuna siku wameambiwa kuwa haya ni makundi potofu, jichunge kijana. Lakini tuwaambieni, chungeni sana vijana. Wana maneno hawa waweza kukupa wewe, kwa sababu ni kijana, damu yako yachemka. Hawafuati wazee kina captain kina mzee Shapi, watakia nini? Wajanja wazee hao washaona mangapi katika hii dunia. Waje wamwambia kuangalia kijana, wacha hamasa, tulia, kamshufna, tushaona wangapi kabla yako, tumeona wengi. Wao hawataki wazee, wao wataka wale vijana, na haswa vijana ambao hawakusoma dini. Na ndio maana nyinyi mwaona kuwa vijana wengi wa university hawa hutoka ghafla kwa khariji, yuko mali fulani, yuko jabha fulani, sababu hakusoma dini. Yeye aona kufanya hivyo unusuru Uislamu. Kama kweli kijana unataka kuunusuru Uislamu, kaa soma, kaa chini, hifadhi Qur'an, fanya asira, shika Qur'ani, hifadhi yote. Ukimaliza njoo uulize, sasa mimi nishamaliza Qur'an. Sasa kaa chini usome, uielewe ile Qur'an uliyohifadhi maana yake nini. Ukishasoma ukajielewa vizuri, sasa wewe nenda msikiti fulani, huu ndio wako, wewe simamia hapo. Kazi yako utasomesha Waislamu, utatoa khutba, watoto wa Kiislamu waregeshe katika kuufahamu Uislamu sahihi. Utakuwa nusra kubwa sana kwa umma wako, kubwa sana. Wewe chukua bomu kajilepue pale, wewe enda tu, utakwenda peponi. Basi na kijana maskini shortcut bwana, basi ndio iwenda. Watu wanunua nyanya na vitunguu kwenye supermarket, hawajui chochote, wewe enda tu, kafiri.
baba we, huku kwa uza tomato, kwa uzwa vitunguu, huku kwa uzwa mayai, wataka kupika shakshuka, njoo huku. Wewe waje kuua watu bwana? Wankufanyaje? Kwa dhambi gani? Kwa kosa gani alilokufanya wewe? Au kafiri? Basi kila ambaye kafiri wauawa tu. Yani huu Uislamu hauna njia umeweka, hauna mafundisho. Hata katika jihad fi sabilillah hatukuwekewa mafundisho. Yani hakuna ibada ambayo wameifanya ndara kama makhawarij, kama vile ibada ya jihad fi sabilillah, wakaifanya kama ni ibada haina kichwa wala miguu, wafanya wanavyotaka. Kwa vijana chungeni, na haswa wale vijana wanaosoma kwenye mashule ma university hawajasoma dini, chungeni sana. Wangapi maskini wallahi tuwajua vijana wadogo sana. Mtu asoma kwa mfano udaktari, amefika mwaka wa 3, kuna wengine wafika mwaka wa 3, wewe hivyo ulivyofika tosha, waweza kushona jamaa kule. Basi na yeye yafura kichwa kweli kitu kimekuwa kasi yule tonani cobra yule kimevimba hivi. Huyo ndo yuenda, na akienda kishafika kule, basi wewe ndo utakuota mara nyingi. Mimi sijui kwa nini wewe nakuota sana wewe wenda peponi wewe. Basi maskini na ndo hivyo yuenda ndo yuwa khasira dunya wal akhirah, amekula khasara ya dunia na kesho ni kilabu ahli nar, ni mbwa watu wa motoni, wal iyadhu billah. Chungeni sana vijana, chungeni sana watu aina hii, wallahu almusta'an. Hawakuelezwa kwa kirefu hapa, lakini mimi nimewaeleza, naona nafasi hii nimeipata niwaeleze kuhusu hawa vijana au hao wenye fikra za kikhawarij. Wachungeni sana, wameharibu kabisa jina la Uislamu, na kufaru wamepata wanachokitaka kutoka kwao, sababu hakuna mtu aliyofanyia khidma kufar kama wao katika kuharibu jina la Uislamu. Wallahu almusta'an. Kinyume chake ni almurji'a, ambao hao tutakuja kueleza insha Allah taala, na makundi yao murji'a tutawaeleza biidhnillah taala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.